Ikiwa leo ni Machi 9 mwaka wa 2024, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza kabisa ya mwaka huu wa 2024. Katika robo hii tunajifunza lesoni inayosema Zaburi. Tumekuwa tukijifunza masomo mbalimbali kutoka katika kitabu cha Zaburi. Na katika juma lililopita tumejifunza somo la 10, somo linalosema masomo ya wakati uliopita. Leo tunaenda kuliangazia somo la 11 la robo hii. Na kumbuka, yamesalia masomo mawili tu kumaliza robo hii. Somo la 11 lina kichwa kinachosema kumwonea Mungu shauku katika Sayuni. Limejengeka katika kitabu cha Zaburi sura ya 84 na ile aya ya 2. Neno la Mungu linasema, nafsi yangu imezionea shauku nyua za Bwana, naam, na kuzikondea. Moyo wangu na mwili wangu vinamlilia Mungu aliye hai. Katika juma hili tutajifunza mafungu ya Zaburi sura ya 84, Ufunuo 21 aya 3, Zaburi 182, Zaburi 87, Wagalatia sura ya 3 aya 28 na 29, Mathayo mtakatifu sura ya 28 aya 18 hadi 20, Zaburi ya 46 na Zaburi ya 125. Hii ni Sabato mchana. Usomaji wa Biblia kwa mpango ni Yeremia 41. Mwandishi anasema, nyimbo za Sayuni ni nyimbo za furaha zinazotukuza uzuri wa Sayuni na mamlaka ya Bwana anayetawala kutoka katika mlima wake mtakatifu. Zaburi hizi mara nyingi zinasifu ustahili wa nyumba ya Bwana na kudhihirisha upendo kwa patakatifu ambao unaweza kupatikana katika zaburi zingine pia. Nyingi za zaburi hizi zilitungwa na wana wa Kora ambao walipata wenyewe uzoefu wa baraka za nyumba ya Bwana wakiwa waimbaji wa hekaluni. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 6 aya 31 hadi 38, na walinzi wa malango ya hekalu. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 9 aya ya 19. Ni nini kinachofanya Sayuni kuwa chanzo cha tumaini na furaha? Sayuni iliwakilisha kuwepo halisi kwa Mungu kati ya watu wake. Kama watu wa Israeli walivyo watu wateule wa Mungu katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya 6, vivyo hivyo Sayuni ni mlima mteule wa Mungu. Zaburi sura ya 48 aya 68 na Zaburi 87 aya ya 2. Mungu anatawala kutoka Sayuni. Zaburi 99 aya kwanza na ya 2, na kuweka msingi wa hekalu lake juu ya Sayuni vile vile. Zaburi 87 aya ya kwanza. Hivyo Sayuni ni mahali pa baraka na kimbilio la kiungu. Sayuni mara nyingi inarejelewa kwa kufanana au hata kwa kubadilishana na Yerusalemu na patakatifu, kitovu cha kazi ya Mungu ya wokovu kwa ulimwengu wa kale. Baraka za Sayuni zinafurika hadi miisho ya dunia kwa sababu nafsi ya Bwana na neema yake vinapita mipaka ya mahali popote patakatifu. Sayuni ni furaha ya dunia yote. Zaburi ya 48 aya ya 2, ikithibitisha kwamba dunia yote ni mali ya Mungu. Tunajifunza somo hili kwa maandalizi ya Machi 19. Siku ya Jumapili somo linasema, siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku 1000. Jumatatu, uombeeni Yerusalemu amani. Jumanne, Sayuni maskani ya mataifa yote. Jumatano, usalama na amani ya Sayuni. Alhamisi, thabiti kama mlima Sayuni. Katika siku ya Ijumaa tutajifunza zaidi. Mungu akubariki.